Mimi nimependa sana nafasi hii kuipata, sababu siku nyingi nilikuwa na hamu. Kati Shiringa wao walikuwa wadogo. Kwa ngumu nikija na siku moja siku mbili kazi tunarudi. Nakumbuka. Nikasema iko siku itafika Mungu akijalia. Nikawa mkazi wa Dar es Salaam. Tutafuta wasaa. Sasa hiki kitabu unapokuja ukiangalia nadhani karibu sana kwenye yale ambayo wewe umeyapitia, umeyaona. Mie nimezaliwa kulia Ilala pale. Pangala Tabu anazungumzwa hapa. Akamtamta Mwanza. Hii kwa nini alikamtaka? Yeye alikuwa cheo kubwa yule serikalini. Kwa nini sijui katika ile kama, lakini mimi najua Pangala Tabu mtaa Swahili. Nyumba ya kwanza hapa kabla nyumba yake ilikuwa nyumba sio, ilikuwa mpaka leo nyumba ya bibi yangu. Kumita jina lake Saint Deborah. Lakini sisi kwa maarufu akatukupita Mama Flora. Ndio. Kwa sababu alikuwa na mwanae shangazi yetu Flora. Nyumba pili ya Pangala Tabu. Sisi tunakuwa tunamwona pale. Faili. Sasa sijui lini alihama kwenda huko. Hapa alikuwa na mke mwingine Yungi, mtoto wake yule watu Ilala mta Mwanza. Labda kama alikuwa na mke mwingine. Lakini watu wote hata kipindi kile cha Young Africa Mzawangara kwa Swahili. Basi kwa jirani pale. Nimependa ile sehemu ya nani Saida akizungumzia Dar es Salaam na wewe pia anakutaja moja, akaniambia ilivyokuwa, hata ukaja kushangaa baadaye wenzako wameongea zaidi. Hakukwambia kwamba ile upanga Wanda ile kitabu hatungeweza kufunguka zaidi? Wao nadhani walikuja na kujua habari za mwalimu. Na wao alikuwa kuniambia watu wengi sema mwao ndio wanamjua sana mwalimu, lakini mimi sikumjua mwalimu kwa kuishi naye, kumuona karibu. Namjua mwalimu kwa sababu wale watu ambao aliishi nao wakati ule. Kwenye kitabu Profesa Said anasema kuwa mwalimu alikaa mtaa wa Kipata. Ukweli ni kwa mwalimu hakukaa na basi na Ali Said Kipata. Kwa sababu angekaa na Ali Said Kipata pale, baba yangu angemjua pale kwa sababu nyumba zilizozwana. Babangu ananiambia mimi nimemjua Nyerere nyumbani kwa Abdi. Na hata kumsoma Daisy naye katika miaka 50 cha babake aliandika makala The Appetites I Knew. Anasema anaeleza kipande cha mwalimu kuja kwa kwao. Anakieleza kwa kirefu sana. Kwa hiyo kupitia watu kama hawa na nimekaa sana Bwana Ali nikamjua kwa vizuri sana, na upande mwingine nikamjua kupitia historia ya babu yangu kwa sababu wote walikuwa wakati ule babu yangu 53 anahudhuria ile mkutano ya 5 Tabora pale ya siri, kwa sababu wale walimtuma mjumbe mzee Jema Pacho katika wale 17 walimtuma kumwambia nenda Dar es Salaam, ukifika Dar es Salaam uliza nyumba ya Abu Said. So akamwelekeza Abdu, umwambie sisi tuna mpango kwa chama cha siasa. Na chanzo kwa nini watakufanya vile, ilipitishwa government circular moja, nadhani kwa government circular number 1 ambayo iliwaonya wafanyakazi serikali kujihusisha na siasa. Ile iliwakera sana kwa sababu wale walikuwa wanawategemea watu wakajiweka pembeni na kutarisha chama. Kwa sababu bora tu chama cha siasa tu wakomesha Waingereza. Sasa tulifika pale ndio baba akamwambia kwa mwambie subiri, tutakuwa tena kuja kuanzisha chama, kuja kuasisi mipango yenyewe inakwenda vizuri tu. Kwa hiyo kwa upande mwingine namjua mwalimu kwa hivyo ingali kwa mwalimu hapo bado hajitokeza, lakini unapotaja nani, na ndio udhaifu mkubwa katika historia yetu ni kwa watu wengi ambao walikuwa na mwalimu wanaachwa. Kwa hiyo wanamwacha mwalimu anatembea peke yake, inatoa ladha.
inatoa ladha ya bila kumuunganisha na watu kama hawa, bila kumuunganisha Mwalimu na Abdu hupati historia nzuri ya tano. Bila kumuunganisha Mwalimu na Sheikh Hassan bin Amiri hujui Dar es Salaam ilikuja vipi. Bila kumuunganisha Mama Maria Nyerere na kina Bichiku Sosa hujui Mama Maria aliishi vipi siku zake za kwanza Dar es Salaam. Umeelezwa vizuri maisha ya mwanzoni kabisa, mpaka alipopata kiwanja baada ya kuingia madarakani. Basi ndio alikuwa RC sasa. Dar es Salaam ilikuwaje wakati ule? Mimi niliona ya Msasani ya miaka 77 kiishi Biafra pale, kutoka pale driving nilipodi tu. Hiyo ndio tumeiona sote, kwa sababu mimi na tukupishana sana. Msasani ilikuwa ndo kwa wenyeji tu. Hiyo mimi naijua wala ina shida. Lakini baadaye ikawa ndio prime area tu wengi kwenda kupata. Jirani yake Mwalimu alikuwa Tewa. Mzee Tewa alikuwa na nyumba pale. Jirani yake. Na nimepata mengi ya Mwalimu kutoka kwa Mzee Tewa. Mengi. Oscar alikuwa na nyumba Magomeni hapo. Pale wengi tu walikuwa na nyumba pale. Abdul Sheikh alikuwa na nyumba pale. Msagana alikuwa umekuwa viongozi wengi walikuwa kuishi kule mtaa Mikumi pale. Sasa ndio ilikuwa area yenyewe ya watu wao ndio prime area. Mzee nani Chief Dikila alikuwa na nini? Songa mbele. Ni Mama Teresa Ntare na mumewe Chifungua kwa nyumba pale. Alisubiri kwa pale. Kaluta Mrabedi mpaka ile nyumba zao ziko pale. Akawa sijui kama alikuwa nazo. Mzee alikuwa sasa alikuwa na nyumba pale. Mzee Max watu tano Iringa alikuwa na nyumba pale. Wengi walijenga. Kila Mzee Muhuto wala kila Mzee Mgone wote walikuwa na nyumba tu. Sisi nakumbuka tulikuwa dogo tukiita ile soul. Okay. Siku zile tulikuwa tukipenda muziki wa soul. Kwa hiyo lazima tuwe na mali na sisi kama Marekani kwa hapa tukiita ile soul. Ndio ni maana kwa kawaida kabisa. Those were the days we thought would never end. Makuti, mapipa. Watu wengi leo hawafahamu historia kwamba watu nyumba zilikuwa za makuti, mabati ilikuwa mapipa tu. Huu mtaa unauona hapa ujaribu. Mbele pale kulikuwa na nyumba bwana mmoja tu na Mshaka. Shamwandika sana Mshaka. You know the story. Na nasikitika kwa nini hii barabara wajampa mzee jina lake. Akafanya kazi kubwa. Inaaminika yeye inaweza kuwa ndio mtu wa kwanza au wa pili kufungua branch ya tano. Kwa sababu kuna branch kubwa sana ya tano yenye nguvu. Kwanza ilianza Kisutu. Afrika ya mtaa wa Mvita. Ilikuwa hiyo ndio ilikuwa naweza kusema nchi nzima tawi la Mvita ndio lilikuwa lenyewe hasa. Lakini Mzee Mwenyemvua, Haidari Mwenyemvua ndio alikuwa viongozi pale. Ninakumbuka hapa mapipa pandisha toka Jangwani. Kuna Mwembe na nyingi kwa bendera ya Yanga au Simba. Nakumbuka roundabout. Pandisha mimi kutoka Lala katuo na kuja kwa una maana hapa ama ukishapandisha tu Jangwani unaingia Magomeni mapipa. Hapo na maana. Naam. Pana ule Mwembe kwa muda mrefu sana. Nakumbuka ule Mwembe. Nakumbuka ulikata barabara. Sasa pale siku ndani Shibamu watu wa Sandaland pale enzi na enzi watu wa mpira wale. Siku zile Sandaland watu wa mpira. Na huku wako Yanga. Lazima wako pamoja ndio wanasamaki kama kutupiana maneno ile raha inakuwa haipo. Hata mjini pale mtaa wa inapita Msimbazi na Mafia. Pale inapita barabara kulikuwa na nyumba ya bibi yangu mimi. Tukimwita Binti Farijala mkubwa. Mwita Sofia jina lake. Lakini tukimwita Binti Farijala mkubwa. Nyumba yake ilikuwa pale. Sasa pale mnada unaona ule. Bendera kama siku mechi bendera mbili. Kuyanga okay, wala hawakai mbali wale. Lazima ili wazao waone. Hiki kitabu Profesa Saida anazungumza sana mwanzo Dar es Salaam. Shughuli kubwa ilikuwa biashara mafuta ya taa. Mafuta ya taa inauzwa sana Dar es Salaam. Katika kitu ambacho
Sijui kwa nini hawaipendi historia hii. Sisi nisema haipendi ama hawajaipa umuhimu. Mwalimu alipoacha kazi, Mwalimu alikaa kwa Abdu. Abdu tano ile ikishi ndani ya nafsi yake, kwa sababu baba yake ndiyo muasisi, katibu muasisi wa African Association. Na huwezi kufika kwa Kleist katika hili la kuanzisha chama hiki cha African Association, lazima upite kwa Dr. Agre. Akapewa Agre alikutana na Kleist. Agre akamwambia, mbona Kleist nini hamna nani umoja wenu wa Afrika? Wahindi walikuwa nao, wazungu walikuwa nao, Waarabu walikuwa nao, nyinyi? Akamwambia, sisi anaturepresent sisi kwenye serikali ni Father Gibbons. Alikuwa Minaki. Panazungumzishe, lakini hii ilikuwa mwaka 2024 mkutano, na alimpa kitabu Kleist. Ilimchukua Kleist miaka 5 kuja kuanzisha African Association. Sasa kuna barua ya mwaka 1933 ambayo aliletwa barua. Kulitokea ugomvi kati ya Kleist na Eric Kafia Mganda, na katika Eric Kafia ukisoma editorial zake hata leo utasema subhanallah, tulikuwa na watu kama hawa, na alikuwa na gesti lake. Tunamtaja Kleist kwa maana baba, nikisema Kleist namtaja mwenyewe mzee ambaye babake hapo. Wakagombana, Kleist akajiuzuru ukatibu katika uchaguzi, Fia akashika nafasi yake, lakini hakukaa sana, akaondoka, ikawa nafasi na kwaya. Sasa mzee bin Sudi akamwandikia barua Kleist kumwambia, Kleist, hii mambo ya kususa mambo haya unamsusia nani? Sasa Kleist anajibu barua, iko katika kitabu cha Jonalif amehariri bwana Tanzania. Tena Kleist kaanza kuandika barua kwa Bismillahirrahmanirrahim. Anamjibu mzee Msudi, mtu wa Manyema huyo. Anamwambia katika mwisho barua yake, anasema hili jambo sisi tumelianza, hata kama sisi hatukulimaliza, hao watakaokuja. Jambo gani? Sisi lazima tuchukue nchi yetu wenyewe. Wazungu watakapotukalia. Sasa watu wengi wana historia wanataka kama vile tano ilianzishwa na Nyerere. Unaona? Abdu kabla ya Bwana Nyerere anataka kuanzisha chama cha tano, yeye Hamza Mwapachu, na yeye Abdu akimfikiria Chief Kidama Makoya. Akimtaka sana Chief Kidama Makoya. Na wakipendana watu wawili. Wakipendana sana. Chief Kidama alikuwa kijana Islamu, lazima Abdu atamwalika kwa chakula. Na Abdu wakati ule Abdu alikuwa mtu kujiweza. Walikuwa na nyumba kama 7 Dar es Salaam. Wakati huo. Na Abdu alikuwa market master. Nafasi ile alitoka mzungu akaja kuchukua yeye. Sasa tunarudi kwenye mafuta ya taa. Kwa hiyo maana ndio nakuja sasa. Sasa Mwalimu alipokuja pale, Mwalimu alikuwa si mtu kupenda handouts. Mwalimu unavyomuona discipline yake kwenye pesa, mimi nimezungumza na watu wengi wasema bwana Mwalimu ana discipline kubwa sana kwenye pesa. Kwa hiyo nasema huwezi kumonga Mwalimu. Kwa hiyo hata ule ujana wake akitaka kuhangaika na Mama Maria nadhani ya Makuzi akafungua duka la mafuta taa mtaa wa Mchikichi na Livingstone. Dezi katika kumbukumbu ya babake miaka 50 aliandika makala ndefu, alichapa series 3 ndani ya Raia Mwema. Anasema mimi nilikuwa nachukua chakula. Tena baba alikuwa anataka ikifika saa 6 au saa 7 kamili
kile chakula kiwe kimeshafika dukani kwa Mama Maria, kwa sababu walikuwa wanakuja pale asubuhi na watoto na wale msaidia ile duka na mashoga zake pale. Alikuwa Bi Chiku, Bi Kisusa, ndio huyu ndo anaitwa Mama Sakina. Alikuwa na wanae wawili na wote walikuwa walimu kusomesha Jamiat Islamia, Mwalimu Sakina na Mwalimu Fatima. Ndio nakwamba wakati mwingine Mwalimu Nyerere namjua kwa watu wengine. Huyu Mwalimu Sakina alikuwa na kakake anaitwa Mustafa. Mustafa alikuwa rafiki na baba. Wote wamesoma Jamiat Islamia na Abdul wote. Sasa ile duka nimekwenda, Mwalimu alipokuja kwa Magomeni sasa. Kuna branch ya 5 hapa Mzee Alimsham. Kafungua, akamfungulia yeye duka lile kule pale. Kwanza alikuwa anauza kwa kunyikwama tu unapita. Kwa sababu siku zile kutaka kuwasha mkaa utakuna mafuta yanasaidia yale. Alafu ndo akamwekea duka pale. Na Mama Maria alikuwa hodari kwa kazi za mikono, kushona sweta. Wakafanya pale. Ikawa ile biashara na kwenda pale. Alafu baadaye tena 5 ikawa na nguvu. Hivi vitu wakaviacha. Lakini huoni hii ikielezwa. Kwa hiyo unakuta makiduka tukavile kanisa mwenyewe, lakini wakati ile duka lina historia yake. Na ndio sehemu ya historia ya Mama Maria, sehemu historia ya Mwalimu, sehemu historia kina Abdu. Wengi pia hawafahamu kwamba Mwalimu aliishi kiacha Ikulu, aliishi Upanga sivyo? Kwa muda gani? Kabla alipojiuzuru waziri mkuu hakukaa tena Ikulu, hakukaa Msasani. Msasani kwa baba wakati nyumba alikuwa naishi mimi sijui, lakini najua kuwa pale alitoka. Lakini nasikia nadhani sivyo. Upanga sivyo. Lakini nyumba yenyewe sifahamu. Atuo kama jamii Msasani. Msasani kuja baadaye sana. Ni kitabu Mwalimu, kuna vitu vingi. Waalaikumsalam. Wengi, lakini mimi pia nimependa Mwalimu kama mpenzi wa vitabu, somaji sana. Lakini alikuwa na ganzi ya kuandika, inaonekana kuandika tafsiri. Sijaona kiacha kile cha uongozi wetu na hatima ya Tanzania. Mwalimu ametafsiri vitabu vingi kutoka Shakespeare. Shakespeare nadhani amesafiri. Umesema ni Republic ya nani? Jamhuri ya Plato. Plato. No, alikuwa njiani kutafsiri. Akumaliza ile kazi. Usio library. Hiyo library Mwalimu mimi kwa mara ya kwanza nimesikia kwa Juma Mapachu. Juma Mapachu ana usuli vitabu sana na kuandika. Na hii nadhani inatokana kwa baba yake. Mimi zamani kwa 80 nilimwaga Kajuma, kama Kajuma anakuwa na Tanga. Mwambie anakuwa na Tanga. Kwa hisani yako bwana, mwambie Jabe ndugu wake wa mwisho, yule wa mwisho, akuchukue nyumbani kwa mama. Uende, nataka ukaione library ya mzee. Nimekwenda nimekuta library ya mzee Mapachu pale. Intact. Kitabu kimoja hakijatolewa. Juzi nimwambia mtu kwa alikuwa na Escapatoire ya Karl Marx ya 1927, kwa nimekosea, ile ni edition 1924. Sasa katika ile kulikuwa kwa tume hapa ya vyama vingi ilipita huko. Juma alikuwa hapo mmoja. Akasema bwana, tumefika Butiama, tumemkuta Mwalimu bwana. Anasema baada ya kumaliza show zetu, yeye Mwalimu anajua kama mimi napenda vitabu. Akaambia Juma, njoo nikuoneshe library yangu. Mwalimu used to like to brag about his library. Kama njoo nikuoneshe. Anasema bwana, rolls and rolls of books. Vitabu. Mungu anasema Madaraka kitabu F8. Na akimaliza kusoma, mtu mwingine akanambia, akasema Mwalimu, nasema nimesafiri sana Mwalimu. Msafiri vile na Sokoine. Nasema tusafiri na Sokoine. Kuna siku atakwambia hebu twendeni madukani. Huwa hata kununua zawadi kwa familia na nini.
Asema mwalimu alikuwa mkienda kwenye mkutano, akiingia hoteli atoke mpaka anakwenda kwenye mkutano, kirudi hoteli atoke mpaka kupanda ndege kwa Dar es Salaam. Asema mwalimu usione labda suti ni ukasema hii shati mwalimu zitampendeza, wala atapokea atakushukuru, lakini hautamfurahisha. Mwendee mwalimu na kitabu. Mwalimu hii ushaona hii? Pale mwalimu anachangamka. Hebu kaa basi bwana kaa. Makini mtu alikuwa na mapenzi. Pia inaandikwa hicho kama unasema nadhani kwa kumuonga mwalimu muonge kitabu bila shaka. Tubandegande alifahamu mwalimu vema, alikuwa akimnunulia vitabu akimpelekea mwalimu akitaka furahi anampelekea kitabu. Hao ndio walikuwa smart walifanya wakala. So mimi na wewe imagine tunajua raha ya kitabu. Hawa wamezaliwa katika dunia ya internet. Utamwambia mtoto umesoma kitabu fulani, jibu takalofuata baba ipo DVD yake. Kwa sababu wao ile kuona ni wepesi kuliko kushika. Lakini wewe majina najua sisi tuko kushika. Mimi nakumbuka kwa mdogo member wa Taifa Club wakati ule wako pale karibu na mwako Mkwepu. Nilikuwa nashika kitabu namna hii, basi ninahama pale Dar es Salaam. Nikipenda sana hizo adventures za Spaniards zile kwa kwenda kukonka Latin America. Nikiingia kwenye meli ile na mimi nimo ndani ya meli. Unajisikia kabisa sipo hapa mimi. Nikifungua macho hivi magharibi mengine mimi kutoka Kalibe Street pale. Na so St. Joseph na kwa nyumbani na kula chakula kila Jumatano nilikuwa ni free mchana kuja kusoma. Lakini kuleta discipline hii ya hawa inabidi mwalimu huko shule mwalimu sisi lakini sisi tunapata toka nyumbani. Ni kweli mimi nakumbuka kitoroka Tambaza unatorokea maktaba kuu. Yaani mnapatikana pale. Palikuwa na starehe yake. Sawa. Palikuwa na starehe yake. Mimi nimesoma vitabu vingi sana. Na walikuwa kila ukienda tuka vitabu hivi vimekuja. Lakini unajua tena hali mambo yanabadilika na wasomi wenyewe hapo. Kiswahili katika tafsiri zake mbili na uone kwamba mwalimu alitaka kuonyesha pia ni lugha ambayo inajitosheleza. Watu wafikiri kwamba vitabu vile vya mwandishi kama yule Shakespeare vingeweza kutafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Ingawa edition ya kwanza ilikuwa na makosa hapa na pale, akaja akarekebisha. Inaliweza. Nimekutana na miezi miwili iliyopita nilikuwa kwa Abdel Nasser Mombasa. Mzee wangu kwenda na Mombasa lazima nikamsalimie pale. Tukazungumza kuhusu mwalimu wa tafsiri Julius Caesar. Akasema alimtania mwalimu akasema Julius Caesar. Ambaye basi wewe na Julius hivyo. Nimesoma mazungumzo hayo ya kwamba kuna ai mwishoni. Akasema kanuni sema hapana, ibaki hivyo Julius. Halina itakutofautisha Julius Caesar na Julius. Sijui nini. Au katika Kiswahili jina lake ni la Julius. Sijui nilikuwa mimi, alikuwa Profesa Mohamed Khalili na Ahmed Abdallah, basi tukawa tumecheka tu. Lingine la pengine la kutafakarisha katika tafsiri, kwa nini merchant of Venice mabepari wa Venice badala ya wafanyabiashara aitaka kuwasisha kitu gani? Bepari na sasa mwalimu vitu vya mwalimu na mabepari tunavijua. Sasa basi ndo baba kwa kanyaga pale. Kwa kuchokoza. Basi ndo baba kwa kanyaga. Mwalimu alikuwa na kipaji cha kuzungumza. Mwalimu mpaka leo miaka 20 analihutubia taifa. Mimi nikifungua radio kama yuko mwalimu sibadilishi station. Unapenda, he was eloquent. Alikuwa na lugha tena mnikumbusha. Bwana nimekwenda kwa Profesa Ahmed Mukdini. Kanambia Muhammad mimi mwalimu alikuwa kama baba yangu, alinipenda na nilimpenda.
akanichukua yeye Profesa Mwidini mpaka kwenye friji. Akasema, Mohamed, hapa mimi naweka tapes za Mwalimu Nyerere. Bahati mbaya siwezi kukuchezea baadhi kwa sababu mashine yangu imeharibika. Anasema ningekusikilizisha hotuba zake za mwanzo kabisa miaka 50, umsikie Mwalimu anasema Kiswahili kile cha bara. Umsikie Mwalimu anazungumza Kiswahili chake cha bara. Lakini ilikwenda mpaka ile lugha ikabadilika, kwa sasa anasema kama kusema very interesting. Kama na mimi kwa nafahamu sana kujua alipotoka Tabora kutoka bara sasa ile Kiswahili chake cha mwanzoni na mahala kimerekodiwa. Ana Profesa Mwidini ana nyaraka za Mwalimu Nyerere. Mimi kanionyesha ana library bwana. Ana library kubwa. Profesa Mwidini nitakwambia hii project hii. Unajua Majidi utaruka huku na huku. Utaruka huku. Baada ya kutoka kitabu changu kile cha Sex. Profesa Harold Bothman kilimtabisha kidogo. Kilimpa shida. Na kilimpa shida kwenye mambo matatu. Mimi siku hiyo natoka msikiti wa Ibadhi, Lasir. Ninatoka mwalimu wangu anapita. Nikamsalimia, tukakaa pembeni. Samahani. Mimi kitabu chako kimeniathiri sana. Najua Profesa Haru mimi mwalimu wangu. Na mwalimu akimwambia mwanafunzi vile mwanafunzi kidogo anafurahi. Kwamba ni mwalimu akasema, mimi baada ya kusoma kitabu chako nilikuwa kabla nimesoma kitabu cha Al-Muhsin Barwani. Na nyinyi watu wawili mmemzungumza sana Mwalimu Nyerere kwa mambo ambayo watu wengi hawayajui. Na mengine mimi vile sikuwa najua. Mathalan, sikujua mimi ule uhusiano uliokuwepo baina ya Abdu na Nyerere. Sasa mwenyewe kupata kusema. Mwalimu hajapata kusema kama yeye tano kwa kutoka kwa Abdu. Hajapata kusema. Wala hajapata kumzungumza Hamza Mapacha. Wala hajapata kusema kama mimi na Abdu tumegombea nafasi ya upresident wa tano. Mimi nikashinda na Abdu akawa makamu wangu. Na kuna story makile kushinda wanaweka yani Vaticovas kwa Dar es Salaam mwaka 1950. Nyerere singeweza kumshinda Sex. No way. Kama wewe hujaishi Dar es Salaam ile, mimi najua, mimi ndo wazee wangu walionizaa na najua fikra zao. Najua namna wanavyofikiri. Kanyama Chiume kwenye kitabu chake kimoja, sikumbuki ile jina la kitabu, anasema zamani unakwenda Kariakoo, unataka chumba kipo. Wakikujua kama wewe sio Muislamu wanakuambia nenda Mission Kota. Ilikuwa vile. Lakini wazee wetu walipoanza harakati hizi, hii yote ilifutika hii. Uoni kwamba Abdul Saiz baada ya kukaa muda mrefu walimuona ndani ya Nyerere kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuleta ladha mpya? Sikiliza bwana, hiyo mbona ni dhahiri. Na siku zote nawaambia watu, laiti wale wazee wetu wangefanya khiana, kwa sababu mipango ya uhuru. Dr. Keruzi anamwambia Juma Mapacho, anasema Juma, kama si mipango aliyoweka baba yako na Abdu, sisi tusingepata uhuru mwaka wa 61. Mipango gani? Ukitaka mipango hiyo uende kwenye mapendekezo ya katiba ya Tanganyika ambayo ilitengenezwa na kamati ya taa ya siasa ndani ya taa, ambayo ilikuwa pamoja Abdu, alikuwa Abdu Mapacho, Vedas Keruzi, Steve Muhando, Sheikh bin Amiri, Said, wote hapo ndani pia. Na hii document ndio Mwalimu aliisoma Umoja wa Mataifa uzito wake, imeandikwa 1950. Na Juma anasema baba siku zote anasema kama kuna kitu sisi tulifanya katika maisha yetu jamani ni hiyo. Ukiona kitabu cha Cover Pratt utaiona document kafanya citation. Sasa Mwalimu
amekuja. Huwezi kukaa na mwalimu dakika 10 kukosa kujua kama huyu mtu sio kawaida. Wewe atakwambia mambo ambayo wewe hujasikia mara nyingine. Fikra zako ataziboresha. Na watu wengi walikuwa hawajui Abdu hakuwa mtu wa majukwaa. Zaidi Abdu sifati kubwa ni ile financing na intelligence. Lakini hawezi kusema kwenye jukwaa wananchi. Lakini kwa kupanga vizuri. Sasa mwalimu aliposhindwa kumshawishi Chief Kidaha kuja huku, wakamchagua na kunda 5, akawa Abdu kapwelewa 52. Sasa ndio anakuja Nyerere. Sasa ikawa kapata mko ambaye akasema kama tunamkosa Kidaha, huyu anaweza kuwa kiongozi. Na si kama kulikuwa hakuna viongozi wengine, alikuwepo Dr. Mwanjisi equally bright. Unajua wale wamezaliwa 17 na wote 17 waongea makelele. Wote 17 mtu ananiambia bado akasema wale walikuwa balaa. Yaani balaa in the sense kuwa akili zao ziko soko. Walikuwa kwanza mapacho. Unaweza kusema kwa Thomas Mariano. Kidaha kwa yeye. Ukimsoma ukienda kwenye raka za sayansi unakuta Mwanjisi yeye anamsifia Kidaha kwa yeye. Kwa Kidaha anaweza kwa kiongozi wetu. Sasa ikawa hili na hili, lakini mwalimu alikuja pale kwa Abdu pale ndio ikawa sawa. Maki ile fikra ya kuwa na chama Abdu nayo na kiongozi kapatikana. Na alipokwenda kumwambia Hamza, sasa Hamza vipi? Tunatokaje hapa sasa? Hamza kaambia mimi fikra yangu ni kuwa wewe umsaidie Nyerere aingie kwenye uongozi wa nani watao. Kuna mpaka na sio. Mara nyingi nimeandika kisa kama ukifahamu. Ndio pale mwalimu sasa wakaja kufanya ule mkutano. Listowel kaueleza vizuri sana. Lakini mshangao kwenye kitabu mwalimu akakubaliana na Listowel. Unaona. Na nimejiuliza maswali mengi. Na nimemkatalia vitu vingi sana kwenye kitabu kwamba Listowel kajaja Tanganyika vitu. Listowel hii ananiambia Peter Colmo. Peter Colmo alikuwa rafiki yake sana Ali Sykes. Ali Sykes anasema unajua mwanangu Mohamed, mimi mtu ananifanya mimi nitajidika na Peter Colmo. Wana historia ndefu. Tusikwenda Waingereza walikuwa yule ndo mtu wakitaka kufanya jambo lolote, mtu anakuja Afrika Mashariki unaambia mwende Peter Colmo atakutengeneza kila kitu. Na Peter Colmo hapa Tanganyika mtu wake nani? Mtu wake Ali Sykes. Ali Sykes rafiki ya Julius Nyerere. Anafungua mlango wote. Ali Sykes mlango wote. Wewe huwezi kumfungia usoni, atapiga teke ingie ndani. Rafiki yake Nyerere. Unajua watu wengi hawajui, na kwa sababu labda mwalimu mwenyewe hakuzungumza. Urafiki wa kina Sykes na Nyerere ulipita siasa. Ulikuwa udugu. Anasema bwana basi, anasema mimi nimekwenda kuchukua jeneza la mwalimu London. Lakini wale wanadhani mimi nimekwenda pale kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa Air Tanzania na ndege yangu ndio inakwenda, lazima mimi nichukue. Mimi nimekwenda kuchukua mwili wa ndugu yetu. Nasema Nyerere, sisi alikuwa ndugu yetu. Sisi ndio tulimpokea hapa. Sisi ndio tulimjulisha kwa kila mtu muhimu hapa mpaka Shasa Mbilamili. Kila mtu walimjua Nyerere kupitia nyumbani kwetu. Chumba changu mimi ndio nilimpisha bwana Nyerere chumba na nilimpisha ukapani. Kwa sababu kakabu kaona yeye mtu mzima, mimi mtoto mdogo, siwezi kukaa naye ndambughudhi na sisi nyumba nyingi, mimi nikahamishwa akakaa pale na Mama Daisy. Sasa mwalimu alipochukua uongozi ule sasa pale huko na mipango ya kwenda Yuno.
baraza la wazee. Kuna baraza la wazee kabla hata tano wenyewe haijaundwa, wale wazee walikuwa wakitoa yale mapendekezo, kila zile kamati za mandatory nchi chini ya udhamini zikipita hapa, watu wanakwenda kutoa petition zao, malalamiko yao. Sasa alipopandishwa ile jukwaa, ujumbe wake ulikuwa mfupi: utawaliwa ifedhea. Anasema Daisy, anasema mimi nilikuwa mtoto mdogo na waona jioni pale kaka baba bwana Abdu, kaka Mwalimu pale, basi amekaa Nkodosa, watu wengine wanapanga mipango ya mkutano wa kesho, vipi watahamasisha. Anasema baba ndio alimwambia Mwalimu Sakina Bichiku. Kuna picha nimeiweka na mimi nilipata kwa Jimbele alikuwa drama huyo. Alinipa kazi ya mwalimu kufanya wahariri, nikapata ile picha. Wale wanawake wane pale kwa Bichiku na Bitatu. Anasema ndio waambia mje nyinyi akina mama kwa wingi, fanya organization waje kwa wingi. Sasa basi katika hilo mje kwa wingi akina mama, naona kwenye kitabu hiki pia nafasi ya wanawake wa Pwani umetenganishwa kidogo na wanawake waliotokea bara wenye elimu, anatajwa Uislamu, anatajwa Titi Mohamed. Hii eneo hili kwa mchango wa wanawake wa Pwani, tungelipenda sababu na rekodi safari ijayo tukikutana itakuwa na maswali pia mengi zaidi walivyoshiriki na kwa nini baadaye hata kwenye vitabu vya historia hawakuweza kuweka kuonekana, hakuwa Titi Mohamed. Tumemaliza interview lakini pia tutakutana ningependa sana tuzungumzie. Ngoja tumalize kwa mwimbo Mwalimu na media. Ngoja tumalize kwa mwimbo. Bila shaka itakuwa nzuri sana. Shukrani sana. Ananiambia Mzee Mtemvu. Naam. Mzee Mtemvu alikuwa jirani yangu manani Masaki pale. Naam. Basi ananiambia Mohamed, sisi tano tulikuwa na nguvu. Tulikuwa na nguvu. Anasema ilikuwa kabla mwalimu hajapanda pale. Sema kina mama kuozwa na Bititi na Bihawa Biti Mafuta walikuwa na nyimbo zao za lele mama zinapiga kwenye harusi, wakisema zile wakaziamisha kwenye harusi, wakatuletea tano. Mheshimiwa twakupenda sana, wallahi sina mwinginewe, inshallah Mungu yupo, Tanganyika tutajitawala. Anasema uwanja mzima wataingia kutoa chorus ile. Asema mwimbo huu mwalimu alikuwa ukimliza sana, akiwasikia watu walikuwa wanamwimbia vile, mwalimu alikuwa akipanda anashikwa na kitu hapa. Yale mapenzi yalikuwa makubwa mno. Sikwambia akipanda Bihawa au akipanda Bititi. Bihawa nilikimjua vizuri. Nilikuwa nikipita na babangu nyumbani kwa Bihawa nje, baba atasimama pale. Bihawa atakuja pale, watazungumza. Hilo safari yayo ingelipenda kwa sababu hata vijana watano wakiimba nyimbo kabla ya uhuru zenye mlengo wa kuwananga, ikasema kwamba ilikuwaje kufanya transformation, yani sasa mshapata uhuru mnaimba nyimbo za namna gani? Nitakupa kisa cha Mzee Rajabu Matimbwa ambaye ndio alianzisha Youth League ya kwaya ta Youth League. Yeye alikuwa pale wabasha pale New Street pale. Ndio sema niko siku nimekwenda CCM pale. Nasema hakuna mtu alinitambua wala kuni. Asema alipita Kinana na panda ofisini kwake. Nilitamani kama nizungumze naye, nimwambie bwana, leo naona jengo hili nashukuru. Mimi na wenzangu tulikuwa nyuma hapo ya jengo hili uwani, tukipractice nyimbo zetu za kuwaambia wananchi, kuhamasisha.
Asante Majini. Nashukuru sana. Asante sana. Tutapata vitu vingi sana. Bila shaka watazamaji nao wana vitu vingi wamepata kutoka kwako. Bila shaka utawakaribisha tena vijana wangu na kamanda wangu. Wakamanda nasoma sana. Kuna yule guitarist mwenzangu bwana. Kuja siku nyingine. Shukrani sana. Nije nimfundishe ama hata nifundishe mimi chords. Wewe bila shaka ni bingwa zaidi kuliko. Wapi niko rusty, siku nyingi sijapiga. Shukrani sana. Asante sana. Nashukuru.